Masomo ya misa takatifu Alhamisi, juma la 33 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Makabayo wa kwanza, sura ya pili, mstari wa 15 hadi 29. Somo katika kitabu cha kwanza cha Makabayo. Siku zile, wajumbe wa mfalme wenye kazi ya kuwashurutisha watu kuacha dini yao walifika Modini siku moja. Wakataka wenyeji watolee sadaka ya kichenzi. Waisraeli wengi wakakubali, wakaandamana nao. Lakini Mathathia na wanawe wakajitenga kando pamoja. Wajumbe wa mfalme wakamwambia Mathathia, "Wewe mkubwa hapa, mtu wa maana wa mji huu, na wana wako na jamii hufuatana nawe. Basi, imekupasa wewe kwanza ushike amri ya mfalme, ufanye anavyotaka." Ndivyo watu wa makabila mengine walivyofanya, nao maafisa wa Yuda vile vile, nao wengine wote tulio waacha Yerusalemu. Utakuwa mmojawapo wa rafiki zake mfalme na wana wako. Mtasifiwa sana na kupewa zawadi nyingi na vyombo vya fedha na vya dhahabu. Lakini Mathathia akajibu kwa sauti kuu, "Hata kama mataifa yote ya umiliki wake mfalme wangeacha dini ya mababu zao na kumtii mfalme kwa kufuata amri hizo, sisi tutakaa imara katika maagano ya baba zetu, mimi mwenyewe na wana wangu na jamaa zangu pia, sisi wote. Mbingu zitushuhudie kama tutaziacha sheria na amri. Sisi tunakataa kushika amri hizo za mfalme, hatuachi dini yetu hata kwa kiasi kidogo." Alipomaliza maneno hayo, Myahudi mmoja akatokea mbele ya watu akitaka kutoa sadaka katika altari ya Modini, ilivyokuwa amri ya mfalme. Hapo Mathathia akashika hasira kubwa, akatetemeka mwili wake wote, akamlukia mtu yule, akampiga, akamuua pale pale mbele ya altari. Akampiga pia mjumbe wa mfalme aliyetaka kumshurutisha atoe sadaka, akamuua vile vile. Kisha akaibomoa altari yenyewe, juhudi alivyokuwa nayo ikifanana na bidii ya yule Finehasi aliyempiga Zumri mwana wa Zaru. Mathathia akatangaza kote mjini kwa sauti, "Kila mmoja apendaye sheria na kushika agano ashirikiane nami." Halafu yeye na wanawe wakatoroka, wakajificha milimani, wakaacha mali yao yote mjini. Wenyeji wengi wenye kuipenda sheria na kutafuta haki wakaenda nao kukaa jangwani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 50 mstari wa kwanza na wa pili, 5 hadi 6, kisha mstari wa 14 na 15. Kiitikio: aendaye bila hatia nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Aendaye bila hatia nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Mwenyezi Mungu Bwana ananena, anaita dunia toka mawio ya jua mpaka machweo yake. Mungu anang'ara kutoka Sioni, mji wa uzuri kamili. Aendaye bila hatia nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Wakusanyeni kwangu waamini wangu, waliofunga nami agano kwa sadaka. Mbingu zitatangaza haki yake, maana Mungu ndiye mwamuzi. Aendaye bila hatia nitamuonyesha wokovu wa Mungu. Umtolee Mungu dhabihu za shukrani, umtimizie aliye juu nadhiri zako. Uniite siku ya taabu, nitakuopoa nawe utanisifu. Aendaye bila hatia nitamuonyesha wokovu wa Mungu.
Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msiifanye migumu mioyo yenu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako Bwana. Luka sura 19 mstari wa 41 hadi 44. Wakati ule Yesu alipokaribia zaidi na kuona mji wa Yerusalemu, aliulilia machozi akisema, laiti ungalitabua siku ya leo yale yaletayo amani, lakini sasa yamefumbwa machoni mwako. Kwa maana siku zitakuja ambapo adui zako watachimba badaki pande zako zote, watakuzingira, watakusonga toka pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako walio ndani yako, na hawatakuachia jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukuutabua wakati wa kujiliwa kwako. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo.